Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imekuja na jukwaa la wanawake na kodi yenye lengo la kuwasaidia wanawake wajasiriamali kupata elimu ya umuhimu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Akielezea mwitikio wa ulipaji kodi kwa wanawake, meneja wa TRA mkoa wa Tanga, Casto John, sema wanawake wanachangia sehemu kubwa ya pato la taifa na ustawi wa nchi kupitia biashara zao wanazozifanya. Leo ni siku ya kihistoria kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania na wanawake wajasiriamali wa mkoa wa Tanga. Takwimu zinaonyesha wanawake wanachangia kwa kiwango kikubwa katika shughuli za kiuchumi, kuanzia biashara ndogo ndogo, kilimo, huduma, viwanda vidogo vidogo, lakini pia hata na biashara za kati na kubwa. Wanachochea ajira, wanakuza vipato vya familia na wanachangia katika ustawi wa taifa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, wanawake nchini Tanzania wakiwemo wa mkoa wa Tanga wana mchango mkubwa katika uchumi, wakiwa na kiwango cha ushiriki katika nguvu kazi kinachokadiriwa kufikia takribani 80%. Hii ilikuwa ni research ya mwaka 2024-25. Kwa 80% ni wanawake. Naona namna gani ambao shughuli. Hongereni sana. Wakati huo wanawake wanamiliki 54% ya biashara zote ndogo za kati, lakini pia hata biashara kubwa. Ni kweli sio kwamba bila ushiriki wa wanawake, juhudi za kuongeza wigo wa walipa kodi na kuongeza mapato ya ndani haziwezi kufikia malengo yaliyokusudiwa. Ndiyo maana leo tunafanya kongamano hili la jukwaa la wanawake na kodi kama chombo mahususi cha kuwapa wanawake elimu sahihi ya kodi, kusikiliza changamoto zao, kujenga uaminifu na ushirikiano wa karibu, kuhamasisha ulipaji wa kodi wa hiari na kwa wakati. TRA imejikita katika kuboresha huduma zetu kwa kuzingatia dhana ya ushirikishaji, uwazi, weledi na urahisi wa upatikanaji wa huduma. Tunatambua kuwa elimu ya kodi na mawasiliano bora ni nguzo kuu ya kuongeza utii wa kodi. Kupitia jukwaa hili tunaweka mazingira rafiki kwa wanawake kupata ushauri wa kodi wa karibu, kujifunza kuhusu fursa na wajibu wao na kutoa maoni yatakayosaidia kuboresha sera na taratibu. Tunataka mwanamke ajisikie salama, aheshimiwe na ashiriki kikamilifu katika mfumo wa kodi bila hofu wala vikwazo vyovyote. Kwa upande wake, meneja wa Mamlaka ya Udhibiti na Manunuzi PPRA Kanda ya Kaskazini, Magai Maregese, akaelezea umuhimu wa elimu kwa makundi maalum na jinsi serikali ilivyojipanga kukuza uchumi wa makundi hayo. Elimu ndiyo siri kubwa sana ya mafanikio, na usipoipata na usipopata taarifa sahihi kwa wakati sahihi, unaweza ukalaumu au ukasikitika kwamba mtu fulani hakutendei haki. Kupitia sheria ya ununuzi wa umma ambayo inasimamiwa na PPRA, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2023 aliamua kutunga sheria ya ununuzi upya na kuifuta sheria ambayo ilikuwepo kwa ajili ya makundi maalum. Sasa makundi maalum haya tunayoyasema ndio tunaongelea wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Wanawake oye! Kwenye sheria ile imeelekezwa kwamba kila taasisi yoyote ya serikali unayoifahamu inapaswa kutenga 30% ya bajeti yake ya ununuzi. Kwa hiyo tunaweza tukaona ambavyo serikali yetu inatupa kipaumbele, inatupa upendeleo, tusishindane na makampuni ambayo tayari yameshakuwa makubwa, sisi hatutaweza. Kwa na changamoto kwamba muda mwingine tunapata mikopo lakini hatuna kitu cha kwenda kufanya na ile mikopo inatusumbua kurudisha. Sasa serikali imeamua kuunganisha na kuwapa wanawake kazi kupitia ununuzi wa umma ili ile mikopo wanayoipata waweze kurejesha kirahisi. Kwa serikali ya awamu ya 6 kupitia mama yetu imeweka huo upendeleo kwenye sheria ya ununuzi, na ni lazima taasisi yoyote unayoifahamu ya serikali itenge 30%
ya bajeti yake ya ununuzi kwa ajili ya kuwapa zabuni hizo wanawake, vijana na wazee pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili, yawezekana tulikuwa tujapata bahati ya kupata hii siri ambayo ipo katika sheria yetu ya ununuzi, lakini wapo watu ambao, wanawake ambao walishapata hii siri na wanaendelea kufaidika na huu upendeleo ambao uko kwenye sheria ya ununuzi. Na TRA kuweza kuwajengea uwezo pia kuendelea kukusanya kodi kwa hiari, na tunatumaini kongamano hili litaweza kusaidia muweze kutoa maoni yenu jinsi gani tunaweza tukasaidia kuongeza kipato kwa hiari na kwa tija kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Aziza Ramadhani ni mwenyekiti wa chemba ya wanawake wafanyabiashara mkoa wa Tanga. Ismail Masudi ni katibu wa wafanyabiashara mkoa wa Tanga, na hapa wakaelezea dhamira yao kufanya biashara na kulipa kodi kwa maslahi ya taifa. Tutachoka kutoa elimu kwa sababu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anatupenda wanawake, hususan wanawake wa Tanga. Kazi yetu kubwa ni kuwaunganisha wanawake wa mkoa mzima wa Tanga kwa ajili ya kupaza sauti na kukaa pamoja, tuwape fursa mbalimbali za ndani na nje ya mkoa wa Tanga. Wakina mama wajasiriamali tunachangia 75% wajasiriamali wanawake kwa kujenga Tanga yetu na pia kwa kujenga taifa letu. Wajibu wetu wanawake ni kuhakikisha mkoa wa Tanga unalipa kodi. Kodi ina kazi nyingi sana. Tunaweza tukatengeneza barabara, madawa, mashule na kadhalika. Kwa hiyo tukijifunza kulipa kodi, hali nzuri ya mkoa wa Tanga itaonekana, uchumi wa Tanga utakuwa zaidi na zaidi. Tunataka tupate walipa kodi wengi, lakini tulipe kidogo. Leo tunatoa pale TRA, wanatoa TIN number pale. Unapewa TIN number pale, na ikiwezekana manager leo chukua TIN number iko tayari, kadiria 100,000, usizidi zaidi hapo. Kadiria 100,000, mpe ile period yake, aanze kulipa leo. Isizidi 100,000. Ni shilingi 25,000 kila baada ya miezi mitatu. Uko huru, ukienda benki utapokelewa kwamba wewe ni mlipa. Bila shaka kuna watu wa benki wako wapi? Tulitaka wawe hapa. Waliangalia hili jeshi linataka mikopo hili. Mtu akija na tax clearance, amelipa kodi, mpe pesa, huyo anatambulika, atakimbia wapi? Sasa tumekuwa na matatizo ya kausha damu. Hawa kina mama ni muhanga kwa sababu ya mifumo ya hatuwezi kwenda kwenye dira ya 50 na matatizo ya kausha damu. Tunataka tutembee pamoja, tustawi pamoja, sio wengine wanastawi wengine wananyauka. Haiwezekani. Jukwaa la wanawake na kodi limeinua ari na uelewa mpana wa umuhimu wa kulipa kodi kwa wanawake wajasiriamali mkoa wa Tanga. Pamela Chaula, Tulilumwe TV.